Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kufunza uradi ili uradi huu uwe ni sababu ya kuvunja mahusiano yako na ufukara. Na kufunza uradi ili uradi huu ukawe ni sababu ya kuvunja mahusiano yako pamoja na umasikini kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sikiliza uradi huu. Ya khairur raziqin inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Narudia tena. Kamata na hifadhi uradi huu. Ya khairur raziqin inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Narudia tena kwa mara mwisho na kuomba tafadhali ndugu yangu, hifadhi uradi huu. Ya khairur raziqin inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kwa wale ndugu zangu mnaoteseka, kwa wale ndugu zangu mnaopata shida, kwa wale ndugu zangu mnaopata mitihani, misukosuko katika nyanja zenu za utafutaji wa riziki, maisha ni magumu, dhiki zimekuandama, njaa imekuandama, kila unalolishika haliendi. Hapa nakusudia masala yanayohusu kipato chako kigumu, kipato chako kizito. Ninakuapia kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huna dawa nyingine yeyote ile isipokuwa ya khairur raziqin inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Na ukitaka kuamini haya na ukitaka kuthibitisha maneno haya ninayokuelezea na ninayokuambia, usiwe na shaka hata kidogo ndugu yangu. Amka saa 9 usiku, wakati ambao Allah ameshuka mpaka katika wingu wa kwanza, ananadi waja wake, nani mwenye dhiki ni muondoshe, nani mwenye maradhi ni muondoshe, nani ana shida ni muondoshe. Wakati Allah yuko katika wingu wa kwanza, wewe usiku umeamka, unamuita, unamwambia ya khairur raziqin inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Huu uradi unauona ukiamka usiku, huu uradi kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukiamka usiku ukausoma, wala usitafute idadi maalum. Wewe amka saa 9, kama utasema umi na upige kuanzia saa 9 kamili usiku mpaka saa 10:30 alfajiri. Wewe unapiga tu ya khairur raziqin inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya khairur raziqin inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Baba yangu, dada yangu, kaka yangu, ndugu yangu, kokote unaponisikia, kama unataka uone maajabu katika shughuli zako za utafutaji wa riziki, kama unataka uone namna Allah anavyotisha katika kubadilisha maisha ya mtu kutoka kwenye dhiki kwenda kwenye faraja, basi fanya huu uradi. Wallahi mtaji wako uwe imani, mtaji wako huwe yakini. Na uzuri katika uradi huwa mimi natoa sina wasiwasi. Unajua dawa ndo utakuwa una wasiwasi kwamba inaweza ikamfaa mtu ama dawa isimfae mtu, lakini katika hili hakuna wasiwasi hata kidogo. Katika uradi mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema walillahil asmail husna, na Allah majina yaliyo mazuri, fad'uhu biha, basi muombeni Allah kwa majina yake hayo. Mungu mwenyewe ndiyo kasema. Alafu sikiliza mwisho kule anasema ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Nafsi yako sinahangaika na njaa, unanungunika, unasikitika, hauna raha. Usiku ukilala hujui kesho nitakula nini, watoto wangu watakula nini, kesho yangu itakuwaje, kazi yenyewe haieleweki, biashara ukienda unashinda tu maskini pale dukani mpaka unalala, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Huna unachokipata, huna unachokiuza, wala huna pata faida katika ile biashara yako maskini. Mpaka sasa unakata tamaa. Yani kila kitu umeshakikatia tamaa. Subhanallah. Ya khairur raziqin inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Hii ndiyo suluhisho kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na huna suluhisho tofauti na hili ndugu yangu. Ukiusoma huu uradi majira hayo, yani wewe usiwe na shaka. Saa 9 ile usiku amka, piga kuanzia saa 9 mpaka saa 10:30 ile adhana ya kwanza inapigwa. Humalizi masiku kadhaa kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, utaona maajabu ya Mwenyezi Mungu juu yaliyofichikana ndani ya huu uradi. Uradi una maajabu makubwa huu. Uradi una maajabu mazito huu. Wallahi alazim utakubadilishia maisha, utashangaa. Yani utakubadilishia maisha yako, utabaki unashangaa. Mimi sina wasi kwa sababu nakupa vitu pure, vitu original. Kwa nini ulie na umaskini na kodi ndio hizi nakupa? Kwa nini uhangaike dhiki mitihani imekushika wakati kodi ndio hizi? Yani ni uwezo wako wewe wa kutumia na juhudi zako za kufanya. Allah yeye anakusubiria tu kutengenezee. Basi kuna tajiri kama Mungu? Hakuna tajiri kama Mungu. Wala usidanganyike ndugu yangu kwamba watu wanakudanganya kila siku, njoo nikupe mali sio za majini. Majini wenyewe pia wana dhiki ndugu yangu. Maisha yao ni kama maisha yetu unavyoyaona.
Wapo ambao Allah kawapa na wapo ambao ni masikini. Tena wale majini wanaovamia vichwa vya watu wakapanda katika vichwa vya watu, wale ndio masikini wa mwisho kuliko masikini. Na mkitaka kuamini, ndio maana anapopandisha anaomba damu ya kuku mumchinjie. Sasa jini gani huyo hata 25,000 kununua jogoo inamshinda mpaka aingie katika vichwa vya watu aseme huyu bila hivyo mimi namuua, la sivyo nichinjieni kuku mweusi au kuku mwekundu, au nataka damu ya mbuzi, hata laki mbili ya kununua mbuzi hana. Sasa huyo ndio atakupa utajiri huyo? Anakuja pale anakudanganya, mimi kuanzia leo sikiti wangu nataka atatembelea gari, atakuwa kadha, atapata nyumba, atapata vile. Unadanganyika bure ndugu yangu, unaacha uradi. Allah anasema ala tambueni nyinyi bidhikrillah tatma'innul qulube, kwa kumtaja Allah nyoyo hizi zinatulia, nyoyo inatulia, unapata utulivu wa kimaisha kwa kumtaja Allah. Allah anasema wala dhikrullahi akbar. Maneno anasema Mungu. Wewe una wasiwasi gani ndugu yangu? Kumtaja Allah ni katika mambo makubwa, mambo mazito. Weka imani, weka yakini, alafu uone kama utaendelea tena na umaskini. Si njaa unahangaika, ukipaki kucha asubuhi unawaza leo nimpige kirungu nani, ukigeuka unawaza leo niingie kwa nani. Yani kazi yako wewe unawaza binadamu. La tasalanna ibn adama hajata. Usithubutu ndugu yangu shida zako, dhiki yako ukampigia simu mwanadamu na kumuomba. Wasalilladhi abwabuhu la tuhjabun. Muombe yule ambaye milango yake daima iko wazi ndugu yangu. Allahu yaghdhab in tarakta sualahu. Allah unapoacha kumuomba anachukia. Mungu anachukia unapoacha kumuomba. Wa ibnaya adama hina yusal yaghdhabu. Lakini binadamu muombe leo, ukimuomba tu tena kesho au kazidi. Jana nimempa, leo tena nimempa. Ndiyo nature yetu sisi binadamu, hatupendi kuombwa. Utamuomba mara moja atakupa, mara ya pili, mara tatu, lakini Allah yuko kinyume sasa na hivyo. Sasa kwa nini usitumie nafasi hii baba yangu, dada yangu? Unahangaika, unateseka, unatamani kupata mume, sijui unatamani kuolewa, unatamani kupata gari kutembelea, unatamani kupata nyumba, umeshapanga muda mrefu, maskini familia imekuwa kubwa, uwezo tena kupanga hauna, hatimaye sasa unahama mjini, unatafuta nyumba za bei rahisi huko ndani huko vijijini. Ina maana kazi yako ni kuanzisha vijiji tu. Kijiji mji ukikua, kodi ikipanda, uwezi tena, unarudi nyuma. Wewe amka baba yangu, unalala sana wewe, usilale, hebu amka, zinduka leo. Ya khairur raziqin inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Liana Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwanzo na mwisho. Utakata minyororo ya kupanga nyumba za watu, kuaibika na kodi na kuaibika na vitu vingine, kuombaomba, mwisho ndio na mwanzo utakuwa ni leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu fungua ukurasa mwingine wa maisha, weka imani, weka yakini, weka ikhlas, alafu angalia Allah nini atakachokutendea. Hii nakupa hii, wallahi alazim. Hii ni best kuliko ni kwenda kusomewa dua kwa shekhe. Hii ninayokupa hii, wallahi alazim. Hii ni best kuliko kwenda kukogeshwa dawa. Hii ni best kuliko kufanya kitu kingine chochote. Kafanya hii, alafu utaona maajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu nazungumza nikiwa msafi wa moyo. Yaani nasikia raha kukupa vitu hivi kwa sababu nina hakika navyo. Ujue dawa ndio tutakupa huku na wasiwasi. Itakusaidia. Lakini dhikri, uradi, sina wasiwasi kabisa. Ni nafsi yangu inafurahia kwa sababu mimi mwenyewe natumia na Allah ananitendea maajabu. Sasa na wasiwasi gani? Kama unataka hofu ya maisha ikuondoke, anza leo hii na kukuambia, alafu utaona maajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jamani, shukran lakum, jazakumullah khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.